Karibu sana ndani ya Darajani 1905. Hii ni podcast yako ya kwanza Chelsea kwa lugha adhimu sana Kiswahili. Sisi ni mashabiki wa Chelsea ambao kila siku tunapopata nafasi tunakutana hapa kuweza kupeana info, kupeana neno uchambuzi mbalimbali ambao labda haukupata nafasi ni ya kuweza kuzipata hizo data. Sasa leo kama nilivyoada, kila siku ya mechi tunakutana na kuweza kufanya uchambuzi wa kile ambacho kimetokea. Leo tulicheza mechi ya mapema kabisa dhidi ya Nottingham Forest majira ya kama ya saa 8:30 hivi, na tumefanikiwa kupata ushindi wa magoli 3-0. Kipindi cha kwanza tukianza vibaya, magoli yote tukaja kufunga kipindi cha pili. Goli la kwanza nilikifungwa na Josh na Chempong, ni akipokea pasi kutoka kwa Pedro Neto. Goli la pili ni akifunga Pedro Neto mara baada ya kupigwa faulo fupi ya kuanzishiwa, yani Reece James nikamwanzishia Pedro, then Pedro akafunga goli zuri kabisa. Goli la tatu likifungwa pia na Reece James ambaye alimalizia kama ni rebound fulani hivi mara baada ya Nottingham Forest kuokoa, then Reece James ni akapiga shoot ndani ya box, ubao ni ukasoma 3-0. Lakini tukiwa mchezo unaelekea mwishoni kabisa dakika ya 87 kama ilivyoada, wazungu wanasema as usual, kwa sababu hii nishatokea sana sasa, yani mpaka tunaona ni kawaida, hakuna tena kitu cha ajabu. Malo Gusto anaonyeshwa kadi ya pili ya njano kwa foul ambayo binafsi sikuona kama kulikuwa kuna haja ya kucheza ile foul, kwa sababu mpira ulikuwa kwenye nusu yao, ni upande ni wa wapinzani. Alafu sidhani kama ni hata kama wangeshambulia na wangepata goli, labda ni alitaka clean sheet akacheza foul ambao mimi binafsi sikuona kama kulikuwa kuna haja hiyo na kucheza ile foul. Akaonyeshwa kadi ya pili ya njano na tukapata kadi nyingine nyekundu. Kwenye mechi kama 6 hivi mfululizo tunapata kadi 5 nyekundu. Yani kwenye mechi 6 tuna kadi 5 nyekundu. Hii ni hatari sana. Yani maana yake tunafumua sana. Okay. Leo kocha Enzo Maresca alikuwa anatumikia ni adhabu ya kukosa ni mchezo mmoja, kwa hiyo leo alikuwa yupo jukwani, na timu nilikuwa ninaongozwa sana na Willy Caballero, ndo alikaa bench kama ni kocha ni msaidizi. Tusipoteze muda, tunaenda ni haraka. Kipindi cha kwanza Himidio Kabuja ni ulikionaje? Karibu. Na kwa nini ni tulipata tabu sana kipindi cha kwanza? Karibu. Ni kweli kipindi cha kwanza tulipata wakati mgumu, hasa namna ambavyo kosi ilifanywa na walimu wetu ambao wanaongozwa na Enzo Maresca, ambaye leo kama ulivyozungumza kwa alikosa kuwepo kwenye. Kitazama namna ambavyo timu ilianza siku ya leo, ni kwamba tulikuwa na midfield wawili ambao tunawazungumzia hapa. Moses Caicedo anakuwa pacha na mtu mwingine ambaye mara nyingi sana huwa inakuwa ni Enzo Fernandez, lakini kwa leo hakupata nafasi wote wawili hawakupata nafasi ya kuanza. Kwa maana hiyo ya timu ikawa imeanza na viungo wawili ambao kwa nyakati tofauti wamekuwa wakianza kwenye nafasi tofauti, lakini leo wamejikuta wapo katikati kabisa ya kiwanja, ambao ni Romeo Lavia pamoja na Malo Gusto, ambaye yeye kiasilia ni beki wa pembeni, lakini leo ametumika kama namba 8 ambaye alikuwa anamsaidia Romeo Lavia. Sasa kimsingi ni kwamba lazima utakosa baadhi ya vitu kutoka kwa kiungo huyu ambaye si asili yake kucheza kwenye eneo hilo, na anapokutana na pressure kubwa ni lazima atashindwa kuifanya timu iweze kuwa huru, hasa wakati ambapo timu inasogea juu, na ule wakati ambao yeye anatakiwa kuituliza tempa na kuifanya timu ipige pasi ambazo ni za usahihi zaidi, kitu ambacho kikamfanya Romeo Lavia mara nyingi kwenye wakati mgumu, hasa kukabiliana na viungo wa Nottingham Forest, akiwemo bwana Sangare ambaye alikuwa na kasi, nguvu pamoja na maarifa makubwa kuweza kuanza pressing ya Nottingham Forest. Kipindi cha kwanza tumepata wakati mgumu kweli, kwa sababu tukafanya makosa kadhaa ambayo yalikuwa yanapelekea Nottingham kuweza kutufikia kiurahisi kwenye lango letu, lakini
baada ya kufanya hayo makosa au kutoa adhabu ile vile inavyohitajika, ndio kitu pekee ambacho kwetu sisi kilileta auheni. Lakini kitu kikubwa ambacho nimekiona hasa kipindi cha kwanza ni kwamba bado kulikuwa hakuna ile partnership ambayo inawezekana inaleta matunda, hasa kwenye idara ya kiungo ambayo ilikuwa na Andre Santos pale akicheza kama namba 10, alafu Malo Gusto pamoja na Romeo Lavia akicheza kama double 5 wetu wawili. Nafikiri ndio eneo pekee ambalo kipindi cha kwanza lilikuwa linatupa wakati mgumu sana, na tukashindwa kufanya kile ambacho tulikuwa tunatarajia kwamba kinaweza kaonekana kwenye mchezo huu. Lakini kitu kingine ambacho nimekitazamia hapa kwa wachezaji wawili ambao wamecheza, hasa Romeo Lavia pamoja na Santos ambao walikuwepo katikati ya kiwanja, ni kwamba fitness level yao ilikuwa chini sana, na hii ni kutokana na kutoka kwenye majeraha na kurejea, na wanakutana na mechi ngumu ya design kama hii. Nottingham Forest si timu rahisi kiasi hicho, ni timu ngumu ambayo ukienda vibaya lazima itakuadhibu kulingana na kile ambacho umekifanya. So mimi nafikiri fitness level pia inaweza ni sababu ya timu hizi au wachezaji hawa kuto kufanya vizuri kwenye mchezo wa leo. Kwenye kipindi cha kwanza hicho ndicho ambacho nilikiona, lakini baadaye kipindi cha pili ambacho kilikuja kufanyika ni kwamba mabadiliko ya watoa baadhi ya wachezaji akiwemo Lavia, Santos pamoja na Alejandro Garnacho, na baadaye nafasi zao kuweza kuchukuliwa na Guyu pamoja na Gintes na Caicedo, kulifanya timu sasa iweze kurejea kwenye ile falsafa yake ya kawaida ambayo tumeizoea, hasa mchezaji kama Moi Caicedo ambaye kwanza anachokifanya yeye ni kuwafanya wachezaji ambao wanacheza kwenye eneo la mbele wawe huru zaidi, kwa sababu yeye anaweza kufanya majukumu yote ya kulinda ile defense yake, na akafanya hivyo, na tukaanza kuona timu imeanza kusogea juu, kwa sababu Joao Pedro akaweza kurejea chini kidogo. Sasa yeye kazi yake ni kuisukuma timu kutoka hapo. Moi Caicedo ameweza kuchukua mipira, kunakuwa na mtu mbele yake ambaye anaweza kumpa pasi, ambaye mmoja wapo alikuwa ni Joao Pedro. Ni mzuri kwenye kudribble, lakini Guyu juu yake anamuongezea ile nishati, nguvu ya kuifanya safu ya ulinzi ya Nottingham Forest ikawa busy sasa kuanza kutafuta namna gani ya kuweza kuidhibiti safu ya ushambuliaji ya Chelsea. So Chelsea wakaanza kupata nafasi nyingi ambazo zinaanza kupatikana kwa ajili ya kutafuta mabao. Kwangu mimi naamini mechi imeisha dakika kuanzia ya 50 mpaka dakika 60 ambazo Chelsea wameweza kufunga mabao mawili. Hapo ndipo mechi ambapo imeweza kuishia. Lakini namna muundo wa timu ulivyokuwa, hasa kwenye idara ya kuzuia, wakati Caicedo ameingia, ukamuona mchezaji kama Achpong au huru anaweza kutembea na mpira akiwa naamini kwamba nina mtu ambaye nikipoteza anaweza kurekebisha makosa yangu. Tukamuona pia James anatembea, Malo Gusto akaweza kusogea juu kidogo kuja kuongezea nguvu, kwa sababu nishati yake tunaamini kwamba pressing, unapoanza pressing lazima uwe na wachezaji wenye nguvu kubwa, na tayari tumeshafanya mabadiliko ya kuwatoa baadhi ya wachezaji, mfano Romeo Lavia ambaye unatarajia kwamba kama yupo uwanjani maana yake ndo ataanzisha pressing kwenye half ya pili ya timu pinzani. Lakini leo hii Malo Gusto ndo alikuwa anafanya kazi hiyo, na ndio maana unaona hata zile foul ambazo amezifanya sometimes unazikuta zimefanyika kwenye maeneo ambayo hayakuwa hatarishi, kwa sababu alikuwa anaanza yeye pressing ambayo ilikuwa inawafanya Nottingham Forest waingie kwenye pressure, na tunajikuta katikati ya uwanja tumeshachukua mpira. Kwangu mimi ndio vitu ambavyo nimeweza kuvitazama kwa dakika 90 za mchezo huu mpaka mwisho. Tunapata ushindi ambao kwangu mimi naamini ulikuwa ni mshindi mzuri, na nilikifurahia zaidi namna ambavyo tunaanza kutumia set play ya kutengwa. Mabao mawili kwa siku ya leo yametokana na mpira ya kutengwa. Faulo ya Pedro Neto imepigwa moja kwa moja, imezama, lakini goli ambalo amelifunga Reece James, iangalie namna ambavyo imepigwa faulo, goalkeeper akafanya setup ambayo ikamkuta moja kwa moja Reece James na akaweka kambani. Hivi vitu hatujavishuhudia kwa muda mrefu sana ndani ya Chelsea, lakini kwenye mechi kadhaa ameweza kuviona. Mechi kadhaa za nyuma hasa alifanya Joao Pedro, lakini leo hii pia ameweza kufanya Reece James. Kama itakuwa endelevu, nafikiri tunaweza kupata matokeo, kwa sababu unapohitaji kupata matokeo kwa lazima mechi ambazo unaweza kulazima utumie mipira kama hii ya set play kwa ajili ya kutafuta matokeo.
Sawa sawa. Amani Mustafa, kutoka kushambuliwa sana, kutoka kuruhusu wapinzani kuweza kutufanyia mashambulizi na kutengeneza nafasi nyingi golini kwetu, haswa kipindi cha kwanza mpaka kuja kushinda tena kwa clean sheet, ni kama vile tumekuwa surprised. Yani hata ukimuuliza shabiki ni wa Chelsea, imekuwaje leo hatujaruhusu kufungwa goli, haswa kwa yale mashambulizi ambayo tulifanyiwa, ni ngumu sana kuelezea. Ni unafikiri ni bahati nimetuokoa au ni vipi? Ni mipango ya kocha au ni nini? Karibu. Asante. Kwenye mechi ya leo nadhani tunaweza tukasema bahati kitu cha kwanza, lakini kitu cha pili umakini wa timu pinzani. Nottingham Forest hawakuwa makini sana kwenye nafasi ambazo leo walizipata. Umeona kuna nafasi nyingi sana ambazo alitengeneza kipindi cha kwanza. Douglas Luiz alitengeneza nafasi ambayo Morgan Gibbs White akakosa, lakini kulikuwa kuna pasi nyingi sana ambazo tulikuwa tunapiga ovyo tunavyoanza build up yetu kule nyuma. Taiwo Awoniyi alipata nafasi, Elliot Henderson alipata nafasi, lakini wote waliweza kushindwa kufunga. Na hii ni kwa nini? Pia inatokana na fomu yao ya kwenye mechi 8 zilizopita wakiwa hawajapata ushindi wowote, na hii kumpelekea kocha wao kuweza kufukuzwa. Lakini kwa sisi pia tunaweza tukasema ilikuwa ni bahati, kwa sababu ukiangalia kwenye kiungo chetu, lakini pia kwenye beki zetu ni zinasheki sana, na ipo hivyo siku zote. Lakini kwa leo mpaka tunatoka na clean sheet, mwenyewe sikuamini, lakini hii pia inatokana na aina ya timu, setup yao walivyoanza nayo, lakini umakini pia kwenye lango. Kitu ambacho tuliweza pia kuamudu vizuri hawa jamani, baada ya kuweza kufanya hesabu kipindi cha pili za sana sababu muhimu ambayo ilikuwa inahitajika ya Moi Caicedo, ambayo ilikuja kutuletea utulivu. Na sio kwamba hawa jamaa walikuwa ni wazuri sana, lakini naweza nikasema tu ni namna ambayo kocha alishindwa kuchanga karata yake vizuri kuweza kujua ni aweze kuanza na kikosi kipi. Na personally mimi mwenyewe nilishangazwa zaidi tena kuweza kuona Malo, japokuwa Malo alicheza vizuri kwenye mechi iliyopita ya Liverpool kwenye position kama namba 10, kuja kumweka kama double pivot hapa na Romeo Lavia, sikuwa naamini sana katika fiziki yake na uwezo wake, kwa sababu najua ni mchezaji ambaye sio smart na yuko makini sana. Kwa hiyo nilitegemea itakuwa bato kubwa sana, ukizingatia Nottingham Forest wana wachezaji kama Elliot Henderson, Ibrahima Sangare, Douglas Luiz ambao ni viungo wazuri sana, ukiongeza Morgan Gibbs White ambao hao walikuwa wanafanya kutengeneza idadi kubwa sana. Ukiangalia jamaa walikuwa wanashambulia wanashambulia kwa wing back, ina maana wakiwa wanatushambulia kuna idadi ya watu 5 katikati, nyuma mabeki 3, mbele wachezaji 2. Na hii ilikuwa inaleta shida kwenye hichi kiungo, kwa sababu kwanza ni kiungo ambacho nadhani kocha hajawahi kukitumia kabisa, cha kuweka Romeo Lavia, Malo Gusto katikati, alafu Andre Santos kama namba 10. Kwa jamaa walikuwa na idadi kubwa sana ya watu ambao pia wana nguvu sana. Ukiangalia ina Ibrahima Sangare ni 56 karibia ile, ukiangalia ile yote Anderson Muingereza chuma, ukimwangalia Douglas Luiz ana uwezo mzuri wa kutuliza pressure. Kwa hiyo kilichotutesa zaidi naweza nikasema kwa upande huo ulioniuliza, ilikuwa tu ni aina ya namna setup ya kikosi ilivyofanywa, lakini pia kutokuwa na umakini kwa hii timu pinzani, ndio maana pia ilipelekea tusiweze kuruhusu goli. Joao Pedro kipindi cha kwanza alikuwa ndo mchezaji ambaye mwenye touch chache sana uwanjani kwa timu zote mbili kama sikosei. Wakati pia kipindi cha pili alionekana kama vile kufufuka hivi mara baada ya Guiu kuingia na yeye ni kwenda kusimama kama namba 9, ndipo kidogo Joao Pedro akaonekana kufurukuta. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba hatutakiwi kumtegemea kama namba 9 pekee, au yani tuendelee ni kufanya maombi ili Amdelap ni arejee ili kumfanya pia Joao Pedro ni arudi kwenye bora wake, au ni vipi? Maana yake inaonekana kama vile hana muendelezo mzuri na akicheza kama namba 9 pekee mpaka pale ambapo mbele yake kutakuwa kuna mtu. Una mtazamo gani katika ile amani? Kwa Joao Pedro ni kweli, ukiangalia kwenye last 5 games hivi kama sikosei amekuwa na struggle sana, na ninaweza nikasema sababu ya kwanza kabisa ni kumkosa kiungo mbunifu nyuma ambaye ni Cole Palmer, ambaye amekosekana na kwenye timu. Hatuna kiungo ambaye
ana uwezo wa kufanya timu pinzani ikawa inamwangalia yeye zaidi na kumfanya Joao Pedro kuwa free pengine na kuweza kucheza kama alivyocheza kwenye zile mechi 2-3 za mwanzoni. Lakini pia kitu kingine ni kwamba sio mchezaji halisi ambaye tunaweza tukamtegemea kama namba 9 peke yake, na ni maombi makubwa sana ambayo yanahitajika kwa kuomba aweze kurudi mapema sana Liam Delap. Ni kwa nini? Kwa sababu pia ya aina ya mpira ambao Enzo Maresca anautumia. Sio muumini sana wa kucheza na strikers wawili, na pia ni kocha ambaye anapenda kucheza mara zote na striker mmoja, na striker ambaye ana uwezo wa kuweza kufanya pressing, kuweza kupush ili kuweza kusaidia nafasi ziweze kufunguka kwa wachezaji wengine. Tuliona hicho kitu kilikuwepo kwa Nicolas Jackson, lakini pia kwa Liam Delap hicho kitu kipo, lakini pia kwa Mark Guiu hicho kitu kipo. Kwa hiyo Joao Pedro sio mchezaji ambaye anaweza akakupa pressing ya hali ya juu ambaye anaweza kufungua, lakini ni mchezaji ambaye anaweza kufanya hold up play nzuri na mwisho wa siku akaweza kucheza na timu na kuweza kutengeneza nafasi za magoli. Kwa hiyo technically kwa sasa natamani sana ningekuwa naona kama kocha angekuwa anamtumia Mark Guiu wakati ambapo hayupo Liam Delap. Tumeangalia mechi ya leo alivyoingia kipindi cha pili, Mark Guiu mambo yalibadilika kwa sababu ile timu ya Nottingham Forest mabeki wake walikuwa hawawezi tena kusogea sana juu kwenda kufanya ile build up. Ukiangalia Murilo, Morato pamoja na huyu beki mwingine alikuwa ni Milinkovic, hao wote walikuwa tena hawana uwezo wa kusogea juu kuweza kufanya build up na kuweza kupiga pasi, kwa sababu kulikuwa kuna nguvu kubwa imeongezeka pale na pressing walikuwa wanafanywa kubwa, na hii ikatufanya tukawa tuna relax zaidi. Lakini pia ukiangalia midfield boss alivyokuwa ameingia, kwa hiyo kapelekea nafasi nyingi sana kuweza kufunguka. Kwa hiyo technically ni kwamba Joao Pedro tusimtegemee sana kama namba 9, na kocha pia anatakiwa angalie hili swala, na wakati huo aanze kumtumia pia Guiu, kwa sababu kuna vitu Guiu ameviongeza toka aanze kutrain na timu kucheza msimu uliopita. Tumeona amekuwa na nguvu, ana uwezo wa kuhold mabeki wawili wangapi. Ukiangalia goli la kwanza aliyofunga Joshua Chempong, Guiu alikuwa amebanwa na amehold mabeki wawili, na ikatengeneza nafasi kwa Joshua Chempong kuwa free header na goli lile likafungwa. Ukiangalia pia free kick ambayo ilipatikana kama sikosei ni Guiu ndo ambaye alifanywa madhambi na Joao Pedro na Pedro Neto akaweza kufunga lile goli. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa namna gani kuna muda unakuwa unahitaji real number 9 ambaye anaweza kufanyia hold up kwa mabeki, lakini pia akapurukushana nao kama anavyofanya Mark Guiu. Kwa hiyo technically kiuhalisia ni kwamba tuombe kwa haraka zaidi Liam Delap arudi, na kwa hichi kipindi ambacho Cole Palmer ameumia wiki 6, lakini pia Guiu anapatikana na Joao Pedro, ni vema zaidi kama anaweza kumtumia Guiu kama namba 9, lakini Joao Pedro akarudi kwenye position yake, kwa sababu tuliona baada ya Guiu kuweza kuingia, Joao Pedro alivyorudi chini akawa yuko free kucheza, na ukawa unaona kabisa ana operate, anatani, anaangalia sehemu gani afikishe mpira. Kwa hiyo naweza nikasema tu ni kwamba kocha Enzo Maresca anatakiwa aangalie hili swala, amwamini Guiu, kwa sababu kuna kitu ambacho anakionyesha mpaka pale ambapo Liam Delap atakapoweza kurudi. Noma sana ise. Kuna namna fulani, sijui kama nitakuwa nimeona peke yangu au ni vipi. Ni kama kipindi cha kwanza tumepata tabu sana kucheza na Romeo Lavia katikati, haswa ni akiwa yeye kama defensive, kwa sababu simuoni kama Romeo Lavia ni mzuri kuingia uvunguni. Namuona ni mzuri zaidi katika kuhold, ni kuifanya timu ni miliki ni mpira na nisipoteze kwa haraka. Lakini leo amepewa jukumu kama vile ni la Caicedo, ambalo binafsi niliona kama vile linampolepweta. Alikuwa jukumu ambalo ni analifanya vizuri. Ni alikuwa ni amezidiwa na Malogusto, naye mwenyewe ni akashindwa kumcover kwa sababu kaza maybe kwa sababu ni uzoefu na vipi. Kitu ambacho nilikielewa, nimtanweka sawa na wachambuzi wangu kama nitakuwa sahihi. Kwa nini leo tumecheza na Malogusto pamoja na Romeo Lavia? Kwa sababu Romeo yani kwamba yeye kiasilia ni holding midfielder, lakini leo alikuwa anatimiza jukumu la defensive. Ni kushuka ni chini sana na kuhakikisha ni anavunja mashambulizi, wakati Gusto yeye alikuwa anacheza kama kiungo, ni kama kiungo ni wa box to box, ni akisaidiana na Andre Santos ambaye pia binafsi sikuona kama alikuwa bora leo. Kitu ambacho nafikiri
nafikiri tulikuwa tunakikosa ni mtu wa kuvunja ni mashambulizi, jukumu ambalo ni amekuwa analifanya sana Caicedo. Sasa Dalion Yesugwo pia ambaye ndo backup ni Caicedo na mwenyewe pia ni majeruhi. Hii tatizo ni la majeruhi, tatizo ni la kadi nyekundu, ni kama vile linatufanya tusione ni ile Chelsea ambayo labda tungeweza kuiona kama ni vitu vyote ni visingetokea. Kwanza nataka niulize, ni unafikiri swala ni la kadi nyekundu ni jambo ambalo linatokana pia na kukosekana kwa wachezaji ambao wanashindwa kucheza katika nafasi zao? Lakini pia kitu cha pili, ni aina ni wapinzani ni wanavyokuja ni kutushambulia na vile ambavyo tunavijipanga. Ni kama vile ni mfumo ni wa kocha ni umeshindwa kuhakikisha ni tunakuwa bora kwenye defensive, ndio kupelekea ni hizi changamoto zote kutokea, ni au ni vipi? Ni mtanisaidia hapo. Nianze na Imidiwe. Karibu. Kwangu mimi nianze na hili la kadi nyekundu. Naamini ya kwamba mwalimu kama mwalimu anatengeneza mpango wake vizuri na wachezaji wanaenda kuutimiza vile ambavyo mwalimu ameweza kuwaagiza kwa wakati mwingine, lakini kwa wakati mwingine ndio kama hivyo inatokea hajafanya vizuri. Lakini nikitazama kadi nyekundu zote ambazo tumepata ni kwamba sometime unalazimika kufanya makosa ambayo kuna wakati tunaita technical foul ambazo zinaweza zinaisaidia timu, lakini kuna wakati ambao unafanya makosa ambayo yanaweza yakawa si ya lazima lakini umeweza kuyafanya na yanatuadhibu, inakuwa kadi nyekundu. Kwangu mimi naamini mwalimu hausiani kabisa na kadi nyekundu ambazo tunazipata, na nafikiri ni wachezaji wenyewe tu wanaweza kawa wametengeneza mazingira ya wao kuweza kupata kadi nyekundu. Mfano kadi nyekundu ya leo ya Malo Gusto ambayo ameweza kuipata, nafikiri ni kama amejitakia fulani, kwa sababu hata asingefanya au alikuwa na kitu kingine zaidi cha kufanya tofauti na kile, na akiwa anatambua kwamba ana kadi ya njano ya kwanza alikuwa anaweza kufanya vile vile. Mfano kadi nyekundu iliyopita Joao Pedro kwenye UEFA, naye unamuona kabisa kwamba haikuwa na ulazima sana maeneo ambayo alikuwepo na namna alivyofanya foul, alikuwa na kitu kingine cha kufanya zaidi ya kile ambacho alikifanya. Swala pili, swala la majeraha linaweza linachangiwa na vitu vingi. Kwanza tukumbuke tuko tofauti kifiziki. Kila mchezaji ana aina yake ya fiziki ambayo anayo. Kuna wachezaji ambao wana fiziki kubwa na kuna mchezaji mwingine fiziki yake ni ndogo. Ingekuwa ni mwalimu, basi hata huyu Reece James ambaye tunamuona leo hii huenda angekuwa anaendelea kupata majeraha kama ambavyo alikuwa anapata, lakini ameweza kusaidia Reece James na anaonekana majeraha kwake yameweza kuwa yamepungua kwa kiasi fulani, kwa sababu ana muda mrefu sana tangia atoke kwenye majeraha na bado anazidi kumlinda asiweze kupata majeraha. Lakini kuna baadhi ya wachezaji ambao wao wamekuwa wanaingia toka nyingi, mfano Wesley Fofana, Romeo Lavia. Nafikiri ni issue ya kifiziki tu, inawezekana ni nature ya miili yao, pia inawezekana haiwezi kuvumilia hali hii. Lakini pia issue ya ile idara ya matabibu wa Chelsea inawezekana pia inawezekana na changamoto, kwa sababu baadhi ya wachezaji ambao wapo kwetu wanapata majeraha na baadaye wanapoondoka wanaenda mazingira mengine, tunaona wanazidi kucheza. Inawezekana kuna changamoto pia kwenye idara ya matabibu wa Chelsea, na hiyo inawezekana ni shida ambayo imeanza muda mrefu, kwa sababu hatujaanza kushuhudia majeraha leo. Inawezekana tuna msimu wa 3 ambao tunashuhudia majeraha kwa wingi sana kwenye timu yetu, kitu ambacho kinatufanya pia tushindwe kuona ule ubora wa Chelsea ambao tunaitarajia kwamba uwepo, kwa sababu ukimwangalia Dalion Yesugwo ambaye tumetoka kumzungumzia hapa, ni kwamba ni mchezaji ambaye tulitarajia kwamba kuna nyakati ambazo tutamkosa mchezaji kama Caicedo, lakini Yesugwo atakuja kutupa kitu, hata kama atatupa kama yanachotupa huyu Caicedo, lakini tutapata angalau 70% ya kile ambacho tunaweza tukawa tunakitarajia. So kwangu mimi naamini mwalimu hahusiki kwenye issue ya majeraha wala hahusiki kwenye issue ya kadi nyekundu kwamba anahusika moja kwa moja kwa 100%. Inawezekana anahusika kwa 10% kadhaa, lakini sio kwa 10% kubwa kiasi hicho.
asilimia kubwa naacha kwa matabibu pamoja na wachezaji wenyewe, namna ambavyo wanaweza kuwa wanajilinda kulingana na nature zao za miili yao, namna ambavyo wamekaa kifiziki. Kumba ni Amani, tupatieni uchambuzi wako naye. Kwangu mimi, mtazamo wangu, kwanza kabisa tukiangalia swala la kadi nyekundu na kwamba kukosekana kwa wachezaji kunaweza kukapelekea pia hizi, kwangu mimi sidhani, kwa sababu ukiangalia maeneo ambayo hawa wachezaji pia wanapata kadi, lakini zile kadi namna wanazozipata inakuwa ni kama tu tunavyosema, ni kama mfano wa kadi za leo alizopata Malo Gusto, hizo kadi 2 za njano. Ni kadi ambazo zilikuwa hazina ulazima wote. Kadi ya kwanza alipata ilikuwa ni kugombania mpira wa juu na akanyoosha mguu ikiwa ameshamuona mchezaji wa timu pinzani kisha upiga mpira, na ile kampelekea kadi ya njano. Na ukiangalia eneo ilikuwa ni eneo ambalo ni upande wa pili wa uwanja kwa maana ya timu pinzani. Lakini ukiangalia kadi ya leo, sehemu alipoipatia mtu alikuwa bado kwenye zone ya sehemu yao, na mwisho wa siku akaja kufanya tackling ambayo imekuja kumpelekea kadi. Na si hivyo tu, alishafanya tackling zaidi ya 2 hadi 3 ambazo zote hizo ilikuwa limebaki kidogo tu kuweza kupata kadi ya njano. Kwa hiyo kwenye swala zima la hizi kadi siwezi kusema kwamba ni mwalimu au la, lakini kwa namna moja ama nyingine pengine anatumia njia ya upole sana kuweza kuongea na hawa wachezaji namna gani ya kuweza kuhandle hizi pressure na kufanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi. Ukiangalia kadi ya njano hata Estevo aliyopata ilikuwa haina ulazima kabisa. Kipenga kimeshapulizwa, mpira unatakiwa urudi, yeye kaupiga kwenye nyavu. Kwa hiyo unaweza kaona ni makosa ambayo pia yanafanywa kwa sababu pia sometimes naweza kusema ni umri waliopo wachezaji, experience, lakini pia vision ya kuweza kuona mambo haya na ukubwa au yanaweza ka affect timu kwa kiasi gani. Kwa sababu ninachoamini kwamba timu ikiwa inaingia uwanjani kwa aina ya umri wa hawa wachezaji wanaambiwa waende wakacheze mpira na wao enjoy. So kuna hizi details ndogo ndogo ambazo zinakuwa zina umuhimu mkubwa sana kuzizingatia. Na kwa asilimia kubwa naweza nikasema siwezi nikasema kwamba ni kocha anaweza kawa anahusika moja kwa moja pengine kwa namna moja ama nyingine, lakini kuna vitu vingi sana ambavyo ukichunguza aina ya hizi kadi zinavyotoka si professional kabisa. Si kadi ambayo unaweza kusema usilaumie, kama kadi ya Luis Suarez aliyofanya 2010 kwenye kombe la dunia ile hatua ya robo finali ambayo alidaka mpira. Ile unaweza kusema yes, this is very professional kwa sababu amesave taifa, mwisho siku watu wamekosa penalty. So naweza nikasema hizi kadi zinavyotoka ukichunguza zote si professional kabisa. Zaidi ya kadi ambayo alipewa Trevor Chalobah, ndo kadi ambayo ilikuwa nasema hapa hakuna namna, ni kadi tu hii. Kwa hiyo kwenye swala la kadi nyekundu hiyo, lakini pia tukija kwa haya majeraha yanayotokea na pengine labda kutengeneza ugumu kwa hao wachezaji na pengine kuweza kushindwa kukamilisha majukumu yao vizuri, kwa namna moja ama nyingine ndio, lakini kwa namna moja ama nyingine hao wachezaji wana train kila siku na timu, lakini kikosi tulichonacho kimekuwa kikitumika muda mrefu sana na kocha Enzo Maresca. Huu ni msimu wake wa pili, lakini ni wachezaji ambao wapo wengine wengi kwa zaidi ya misimu 2 sasa. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine yes, tunaweza tukasema inaweza ikawa na affect, lakini kwa namna moja ama nyingine wachezaji wanapishana kama mwenzangu alivyosema, wanapishana hizi physique, na mwingine anaweza kuperform kwa level ya juu, mwingine anaweza kuperform kwa level ya chini, lakini all in all naweza nikasema tu ni kwamba wanatakiwa tu waendelee kujifunza zaidi na waendelee kufuata details ambazo kocha anaweza kuzitoa, na kocha pia anatakiwa angalie namna gani anayoweza kuwafanya hawa wachezaji wakafanya vitu kwa usahihi zaidi, kwa sababu muda mwingine naona ni kama anafanya experiment nyingi sana kwenye vitu ambavyo vilikuwa havihitaji sana kutumia akili kubwa. Okay, sasa wakati tunamalizia nataka hapa nipate ni uchambuzi wa haraka kwa kila mmoja kwa sababu muda ni umetutupa mkono. Amani Mustafa pamoja na Imidiwe. Tuna mawinga wa kushoto wawili. Kuna Gittens na kuna Garnacho. Naomba kila mmoja anipatie ni mtazamo wake. Kama wewe ndo kocha leo, yupi ndo winga wako chaguo la kwanza na kwa nini? Ninaanza na Amani. Kwangu mimi winga wangu chaguo la kwanza kabisa ningeanza na Alejandro Garnacho. Kwa nini? Kwa sababu amecheza muda mrefu sana pale EPL na akacheza mechi nyingi, na kila anachokiofa japokuwa sio kwa kiwango kile kama kinachohitajika kutokana pia na situation aliyopitia kwenye miezi kadhaa nyuma iliyopita, na kila anachokionyesha
na sema moja kwa moja naweza nikaanza naye moja kwa moja kuwa ndo mchezaji wangu wa kwanza kabisa kuanza naye kwenye kikosi, kwa sababu ukiangalia pia timu yetu haina wachezaji ambao wana consistency sana zaidi ya kina Marc Cucurella, Moi Caicedo labda na Cole Palmer, lakini wengine wote performance zao zinapanda na kushuka, zinapanda na kushuka. Kwa hiyo naweza nikasema moja kwa moja mimi ningeenda na Alejandro Garnacho, kwa sababu kile anachokionyesha na anachokiofa ni kikubwa zaidi kwa sasa kuliko anachokionyesha Bino Gittens. Sawa. Na wewe ni Midiwe Kabuje? Natamani ni mtetee bwana Gittens, lakini bado namuona Alejandro Garnacho anaweza kuwa ni first choice kwangu mimi. Nikamchukua mbele ya Gittens kwa sababu ya experience ambayo anayo, lakini namna ambavyo akiwa kwenye kiungo chake si kabisa Gittens anaweza vipi kumfanya. Lakini kwa kama wale nimeona Jamie Gittens ambaye alikuwa more aggressive, anaenda zaidi kwenye eneo la mwisho, anatafuta space namna gani ya kufungua timu pinzani, hasa namna ya kuutanua uwanja. Unajua alichokuwa nakifanya Alejandro Garnacho leo, muda anatanua uwanja lakini anajikuta ile mipira mingi na haifikii kwa sababu Chelsea kwenye kiungo tulikuwa tumebanwa. Lakini alipokuja kuingia Bino Gittens ambaye inawezekana alifaidika zaidi na kuingia kwa Moi Caicedo kwenye kiungo na kuifanya timu sasa ianze kutawanya pasi maeneo mengi ya kiwanja, akajikuta muda mwingi yuko huru. Kwa mechi ile Bino Gittens kwangu alikuwa na mechi nzuri kuliko Alejandro Garnacho kwa sababu ya ile hatari ambayo alikuja kaileta kwenye timu, hasa upande ule wa kushoto. Kwangu mimi Garnacho ni first second ndio huo, nafikiri Gittens anakuwa kama chaguo la pili. Mimi kwa upande wangu Andre Santos bado ninatia mashaka na najikuta ninajiuliza mara mbili. Ni kweli ni anastahili kuendelea kubaki au bado tena anatakiwa nitolewe kwa mkopo? Bado najiuliza. Sijapata majibu bado. Okay, asanteni sana wachambuzi wangu. Mechi inayofuata tunacheza dhidi ya Ajax katika dimba la Stamford Bridge, mchezo wa UEFA Champions League, mchezo wa 3. Tutacheza nitakuwa Jumatano majira ya saa 4 kamili usiku. Nitakuwa tarehe 22. Sisi tunashika nafasi ya 18 kwenye UEFA wakati wao wapo nafasi ya 35. Kwa hiyo hawajashinda mpaka sasa, wakati sisi tumeshinda mechi moja na kufungwa mechi moja. Na tunahitaji kupata ushindi ili kujiweka katika nafasi nzuri kabisa. Ulikuwa na sisi Mr. Darajani kama host wa leo, wakati pia Midiwe Kabuje na Amani Mustafa akiwa ndo wachambuzi wetu wa leo. Na bila shaka nimepata madini mengi sana kupitia hapa, kwa sababu hiki ndo kijio cha mashabiki wa Chelsea ambao tunazungumza Kiswahili, na ndo podcast ya kwanza duniani ambayo inazungumza Kiswahili. Tunapatikana kwenye mitandao yote ya social media, nikimaanisha Instagram, nikimaanisha Facebook, TikTok pamoja na YouTube, na pia podcast inapatikana kwenye mtandao wa Audiomack kwa jina hili la Darajani 1995. Hakikisha ni unatufollow, lakini pia una subscribe pale kwenye channel yetu ya YouTube kama Darajani 1995 ili familia iongezeke iwe kubwa zaidi. Asante sana na nikutakie nyakati njema sana. Keep the blue flag flying high. KTDFFH. Asanteni sana wachambuzi wangu. Mbarikiwe sana.